Nikukaribishe tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kijamii kutoka hapa. Bwana, taarifa zenye kustaajabisha zilizozua taharuki na hofu kwa wananchi katika mji wa Tunduma mkoani Songwe ni kufuatia watu kadhaa kudaiwa kuwa na imani za kishirikina za kuiba sehemu nyeti za wanaume. Kwa mujibu wa wananchi wa maeneo hayo, wanasema kwamba endapo mtu huyo atakapokushika bega tu, dakika chache unaanza kugundua kuwa sehemu zako nyeti hazipo. Huenda zikarudi na kuwa kama za mtoto mdogo au zikapotea kabisa. Swala ambalo limepelekea wananchi wenye hasira kali wa mji huo wa Tunduma kuwajeruhi watu kadhaa na kupelekea kusababisha vifo kwa watu takribani 5 kutokana na kuwahisi kuwa na kitendo hicho cha imani za kishirikina cha kuchukua nyeti za jinsia ya kiume. Baadhi ya majeruhi ambao walisaidiwa na jeshi la polisi na kupelekwa hospitali waliweza kutoa kauli yao kuhusiana na tatizo hilo kuwakuta la kupokea kipigo kutoka kwa wananchi kutokana na tuhuma hizo. Wamesema kwamba wengi wao waliwahisi kwamba si wakazi wa nchi ya Tanzania, kuwahisi kuwa wametokea nchi za Kongo na Burundi ambako vitendo hivyo vinadaiwa kushamili, swala ambalo wamelikanusha. Ikumbuke tu uvumi wa taarifa hizi za imani za kishirikina za mtu akikushika bega tu unapoteza sehemu zako nyeti za kiume zilianzia katika nchi ya Burundi na Kongo, ambako ilidaiwa watu kadhaa katika nchi hizo wameweza kupoteza sehemu zao nyeti za kiume kutokana na imani za kishirikina. Mtu akikushika bega tu, basi ukijikagua unajikuta sehemu zako nyeti zimeondoka. Kutokana na swala hilo pia, wananchi hao wa maeneo ya Kongo na Burundi waliweza kutafuta mbinu ya kuweza kujikinga na tatizo hilo kwa kuvalia rubber band pamoja na pini katika maeneo mbalimbali ya miili yao ikiwemo mikononi pamoja na miguuni, wakidai kuwa zinasaidia endapo mtu mwenye imani hizo akikushika bega hawezi akaondoka na sehemu zako nyeti. Na sasa tunaushuhudia uvumi huu katika eneo la mpaka wa Tanzania na Burundi, mji wa Tunduma, kutokana na tukio lililofanyika hapo jana la wananchi wa mkoa wa Songwe kuwashambulia baadhi ya watu ambao waliwahisi kufanya vitendo hivyo vya imani za kishirikina na kupelekea kusababisha vifo vya watu kadhaa. Kamanda mkuu wa polisi wa mkoa wa Songwe ASCP Agustino Senga amelaani vikali kitendo hicho cha wananchi kujichukulia sheria mkononi na wanawashikilia watu 7 kutokana na mauaji yaliyofanyika hapo jana, na huku wakiendelea kufanya uchunguzi zaidi kubaini ukweli wa tuhuma hizo ili kurejesha usalama wa mji wa Tunduma Songwe. Hii leo pia Aprili 3, 2026, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame amefanya ziara maalum katika mji huo wa Tunduma kwa lengo la kutuliza taharuki hiyo iliyozuka miongoni mwa wananchi kudai kuibiwa sehemu zao nyeti za siri za kiume na watu wenye imani za kishirikina. Bwana, taarifa ndio hiyo hapo ambayo imeendelea kuzagaa katika mitandao ya kijamii pamoja na television, radios zikihusiana na wananchi wenye hasira kali kujichukulia sheria mkononi kusababisha vifo vya watu kadhaa. Endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata dondoo mbalimbali za kijamii, teki, burudani pamoja na kufahamu masuala ya michezo. Tukutane tena hapo baadaye.